Kutambua ucheleweshaji na ukuaji kunaweza kuwa changamoto kwa wazazi na walezi, kutokana na kwamba kila mtoto anazaliwa na kupitia hatua za ukuaji kwa utofauti. Kwa majina naitwa Lengaisi Daudi Mlwilo, mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Kipela. Shule ya msingi Kipela ni shule jumuishi inayohusisha wanafunzi wenye mahitaji maalum na wanafunzi wasiokuwa na mahitaji maalum. Ukuaji wa utotoni ni kipindi muhimu sana katika maisha, ambapo misingi ya ujifunzaji, tabia na afya ya siku za usoni hujengwa. Hata hivyo, baadhi ya watoto wanaweza kupata ucheleweshaji katika ukuaji wao ambao unaweza kuwa na athari ya kudumu kwa ustawi wao wa baadaye. Hapa ni darasa la watoto wenye ujifunzaji hafifu. Na hii ni shule ya msingi ya Kipela. Shule hii ni shule jumuishi ambayo imeanzishwa mnamo mwaka 1972. Na mwaka 2014 ikawa shule jumuishi. Ni shule pekee katika halmashauri ya Iringa vijijini. Mkoa wa Iringa tunaendelea na utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto pamoja na shughuli za ustawi wa jamii kwa ujumla wake. Na leo tumefanya ziara yetu katika shule ya msingi Kipela. Hii ni shule jumuishi kwa maana inatoa elimu kwa wanafunzi wale wenye uhitaji maalum, kwa hiyo wenye ulemavu aina mbalimbali, lakini na wanafunzi wa kawaida. Kwa kweli tumeona mafanikio makubwa sana hapa. Kipekee nipongeze walimu walioko shule hii kwa kuweza kulea watoto hasa wale wenye mahitaji maalum. Tumeona wanapata chakula chao kizuri pale, wana maeneo ya kulala mazuri kabisa. Namna wanaofundishwa pia wamefundishwa vizuri kabisa. Wanapata malezi kwa upendo wa dhati kabisa kutoka kwa walimu hawa. Kutambua ucheleweshaji wa ukuaji mapema ni muhimu kwa sababu unaweza kuboreshwa kwa kiasi kikubwa ukuaji wa ubora wa maisha ya mtoto na kushughulikia mahitaji ya kipekee ya mtoto. Na kipekee pia nipongeze shirika la Ibo Italia ambalo limeboresha miundombinu ya eneo hili, hasa kile chumba cha uchunguzi wa watoto wenye ulemavu. Chumba cha uchunguzi ya watoto wenye ulemavu mbalimbali, ikiwepo usikivu na uoni pamoja na ile hali ya kuzungumza. Wakishirikiana na serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Iringa, anafanya jitihada mbalimbali kuhakikisha kwamba watoto wetu wa Kitanzania wanapata stahiki zao hata katika mazingira ambayo kimsingi kwa mtu mwingine angeweza kusema kwamba ni katika mazingira ambayo yapo mbali. Tumeweza kuona kwamba kuna madarasa ya kisasa mahususi kwa ajili ya watoto wenye ulemavu, madarasa kwa darasa maalum na eneo maalum kwa ajili ya kupima usikivu kwa watoto. Shule hii ya Kipela ina watoto 116 wenye ulemavu mbalimbali. Utafiti unaonyesha kuwa utambuzi wa mapema na matibabu ya ucheleweshaji wa ukuaji yanaweza kuzuia ama kupunguza ukali wa ulemavu na pia kuhusisha matokeo ya kujifunza na kuongeza nafasi ya mtoto kuweza kufaulu shuleni na hata kwa maisha yake ya baadaye. Kwa kushirikiana pamoja na serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamshukuru mama amefanya vitu vingi kwa ajili ya hawa watoto. Na kimsingi ningependa kutoa pongezi kwa rasilimali walizonazo. Tumeona ni jitihada kubwa sana ambayo inafanywa pamoja na walimu, lakini sio walimu tu, lakini pia unaona kuna nguvu ya ziada ambayo imeenda mbali zaidi, wadau kutoka taasisi mbalimbali, lakini pia wananchi ambao kundi kubwa limekuwa ndio kundi ambalo linahusika moja kwa moja katika malezi ya watoto hao wenye mahitaji maalum na hawa kawaida ambao wanapatikana katika shule hii. Ucheleweshaji wa ukuaji unapotambuliwa mapema, wazazi walezi wanaweza kufikia
rasilimali na mitandao ya usaidizi ambayo inaweza kuwasaidia kuelewa na kudhibiti mahitaji ya mtoto wao vyema. Aidha, utambulisho wa mapema huhakikisha kuwa watoto hawabaki nyuma na wenzao bila kupata usaidizi unaohitajika. Shule hii inafanya vizuri sana kwenye eneo hilo kwa jitihada kubwa za serikali pamoja na kushirikiana na wadau mbalimbali katika kuboresha miundombinu, katika kuboresha ufundishaji kwa kutoa elimu mbalimbali kwa walimu ambao inawasaidia katika utoaji wa elimu kwa makundi yote ambayo yako katika shule hii. Pia shirika la IBO tunashukuru, wamekuwa wadau wazuri kwa kututengenezea miundombinu rafiki na pia katika kutengeneza vifaa kwa ajili ya kujifunzia na kufundishia. Kwa hiyo katika kipengele cha michezo tumekuwa tukifanya vizuri, japo kwamba miundombinu ya viwanja sio rafiki. Tulikuwa tunaomba wadau pamoja na serikali kuona kwa ukaribu katika kuboresha mazingira ya miundombinu ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Walimu wa shule ya msingi Kipera wanapaswa kuboreshiwa mazingira yao ya kuishi, hasa wanaokaa katika maeneo haya ya shule. Mtazamaji, sheria ya mtoto inasisitiza kuwa mtoto mwenye ulemavu anastahili kupata uangalizi maalum kwa kumpatia huduma za msingi ikiwemo elimu, ulinzi na usalama. Shule kweli imejitahidi kuwa na eneo la kucheza, maeneo ya kucheza, lakini bado sio hayatoshelezi, na hapo nitoe rai kwa serikali na wadau kuwekeza nguvu ya ziada kuhakikisha kama kuna uwezekano wa kufanya chochote kitu kuwezesha watoto hawa wapate wasaa na mazingira mazuri zaidi ya kuweza kupata michezo na uchangamshi nje ya ratiba rasmi za darasa. Moja ya changamoto ambayo ipo katika shule ya Kipera ni miundombinu rafiki. Hii hali inapelekea zile baskeli ambazo wanazitumia watoto wanapotoka madarasani kuelekea mabwenini kuwahi kuharibika kwa mapema sana. Kwenye upande wa lishe, shule kwa nafasi yao na kwa kupitia wadau wameweza kuchimba kisima ambacho ni jambo la msingi sana katika kuhakikisha upatikanaji wa maji safi katika shule ambayo yanatumika na watoto katika kunywa, lakini pia wameenda mbali zaidi kuanzisha bustani ya mboga mboga, ambapo kwa maelezo yao ni kwamba kwa ratiba ya shule kwa wiki at least mara 2 wanaweza kupata mboga mboga. Lakini changamoto iliyokuwepo katika eneo hili ni kwamba licha ya kuwepo kwa hii garden ya mboga, kuna mwingiliano mkubwa wa mifugo kutoka maeneo ya jirani kwenda kubomoa uzio ambao ulikuwa umezingira zile mboga garden kimsingi na kuweza kula zile mboga, hivyo kupunguza uzalishaji. Shule kama tulivyosema awali inajumuisha watoto hata wenye mahitaji maalum ambao kimsingi ni kundi ambalo linabidi liangaliwe kwa jicho la kipekee kidogo. Pamoja na jitihada ambazo zimefanyika, lakini bado kuna uhitaji wa kuwepo na uzio wa kuzunguka shule nzima, kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba kuna hadi mifugo ambayo inaingia katika mazingira ya shule. Tafsiri yake ni kwamba ulinzi sio wa kuridhisha na fensi imejengwa kwa kiwango kidogo, hivyo kuna uhitaji wa kuextend na kuzungushia uzio katika eneo kubwa la shule ili watoto wanaosoma hapa na watoto wanaolala hapa, hasa hao wenye mahitaji maalum, waweze kupata ulinzi katika nyakati zote. Kwa wadau mbalimbali, mashirika mbalimbali, watu binafsi, makanisa, misikiti, wote kwa pamoja tuweze kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto ambazo ziko hapa katika shule ya msingi Kipera. Kama ambavyo nimeeleza, umalizikaji wa uzio katika shule hii, miundombinu
ya kutoka darasani kuelekea mabwenini, miundombinu ya viwanja, lakini pia na upatikanaji wa walimu wa elimu maalum ili kuweza kuiboresha elimu ya mahali hapa na kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata zile afua zote 5 kwa ukamilifu. Kama waratibu wa programu hii tungependa kuiomba serikali, idara ya elimu na idara zinazohusika kuweza kuangalia ni namna gani tunaweza katika kuhakikisha sustainability na uendelevu wa hiki kinachofanywa na hawa walimu walioletwa na Ibo Italia. Basi kama serikali kuna uwezekano watenge fungu maalum namna ya kuweza kuwachukua hawa walimu ambao watakaobaki baada ya mradi kuisha, ili waweze kuchukuliwa na kuwa kama wakufunzi wa kuweza kuzalisha walimu wengine katika shule nyingine zenye uhitaji kama shule kama hii ya Kipera. Mzazi au mlezi, utambuzi wa mapema kwa mtoto mwenye mahitaji maalum ni muhimu kwa sababu unaweza kupunguza matokeo ya kihisia na kijamii ya ucheleweshaji wa ukuaji kwa mtoto wako, jambo linaloweza kusababisha matatizo ya kitabia na wakati mwingine mtoto kutengwa na jamii. Hii ni Makutano TV.